Salama na amani imeendelea kuimarika nchini kwetu na katika mipaka yote kwa Tanzania imeimarika, na maeneo yote yanayohusu eneo la nchi kavu na eneo la maji nako pia tumeimarisha. Ninavipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa jitihada zao kubwa zinazoendelea kuichukua ili kuhakikisha kwamba hali ya ulinzi na usalama, amani na utulivu ndani ya nchi vinaendelea kuimarika hapa nchini. Jitihada hizo zimechangia kuleta sifa ya kidiplomasia nchi yetu na kukuza shughuli za kiuchumi na kijamii ndani ya nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025-26 serikali itaendelea kuimarisha jeshi la ulinzi kwa kulipatia zana na vifaa vya kisasa pamoja na kushiriki katika misheni za kikanda na kimataifa katika masuala ya ulinzi na amani. Pia itaendelea kuimarisha ulinzi na usalama wa wafungwa na mahabusu kwa kuzingatia misingi ya utawala bora na utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai, kuendelea kuzuia makosa na jinai na kuimarisha huduma za jeshi la polisi, kuendelea kutosheleza vitendea kazi, kujenga na kukarabati miundombinu ya jeshi la zimamoto na uokoaji, na kuendelea kuboresha miundombinu ya mfumo wa uhamiaji kwa kuzingatia viwango vya teknolojia ya kisasa. Maelezo zaidi kwenye eneo hili kuhusu ushiriki wa vyombo vyetu katika operesheni za ulinzi na amani na ulinzi, mafunzo ya ukakamavu kwa vijana, usalama wa raia, hali ya wafungwa, tahadhari dhidi ya moto, huduma za ukazi na utambulisho yanapatikana katika aya 186 hadi 198 ya hotuba yangu na tumeweka pia kwenye vishikwambi. Masuala ya kazi na wafanyakazi. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kutambua umuhimu wa wafanyakazi katika kutoa huduma kwa wananchi. Aidha, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha mazingira ya kufanyia kazi. Hatua hizo ni pamoja na kuimarisha mifumo ya ushirikiaji maslahi ya wafanyakazi, kuwajengea uwezo pamoja na kuwapatia vitendea kazi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa mifumo, serikali imefanya maboresho ya sheria za ajira na uhusiano kazini sura 366, sheria ya taasisi za kazi sura 300 na sheria ya usimamizi wa ajira za wageni sura 436 ili kukidhi mahitaji ya sasa. Moja ya marekebisho makubwa yaliyofanyika ni pamoja na kuboresha haki ya likizo ya uzazi kwa mama aliyejifungua mtoto njiti. Hivi sasa likizo ya uzazi ya mama atakayejifungua mtoto njiti itaanza baada ya mtoto kufikisha wiki 40 badala ya wiki 36 iliyokuwepo hapo awali. Mheshimiwa Spika, vile vile imeandaa mfumo wa kielektroniki OCMS unaolenga kuimarisha shughuli za tume ya usuluhishi na uamuzi unaohusiana na migogoro ya kikazi kwa njia ya kidigitali. Mfumo huo utarahisisha usimamizi na uendeshaji wa mashauri ya kupunguza muda wa gharama na vifo na hivyo kuongeza ufanisi zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, kadhalika katika kipindi cha Julai 2024 hadi Februari 2025 serikali imepandisha vyeo watumishi 290,625 wa kada mbalimbali, lakini pia imelipa fedha kiasi cha shilingi bilioni 130.4 kwa watumishi wa umma 100,684 waliokuwa na madai mbalimbali serikalini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka ujao wa fedha 2025-26 serikali itafanya kaguzi 350,000 katika maeneo 25,000, kupima afya za wafanyakazi 400,000 na kutoa mafunzo kwa waajiri na wafanyakazi wajasiriamali wapatao 40,000. Maelezo ya ndani kabisa kuhusu hatua za kupunguza migogoro kazini, kaguzi zilizofanywa, vibali vilivyotolewa vya ajira kwa wageni na usalama na afya mahali pa kazi yanapatikana kwenye aya ya 200 hadi 204 kwenye hotuba yangu na kwenye vishikwambi tulivyowapa. Maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa maendeleo ya vijana